Mihayo mwenyewe amezingua, kwa hiyo basi mizingo imekuwa mingi tu ya kuendelea mbele. Basi sawa, ndio hivyo tunaendelea. Karibu kwenye chakula cha kihabari. Mimi ni Haris Kapiga, niko na Fausta Sarakana ambaye ni mkalimani wa lugha ya alama. Karibu sana. Rada leo inaanzia Dodoma. Waziri wa Fedha na Daktari Mwigulu Nchemba amewasilisha bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha mwaka 2025 mwaka 2026, ambapo yeye amependekeza marekebisho mbalimbali ya sheria yatakayotoa misamaha ya kodi kwa baadhi ya bidhaa, huku ikirudisha kodi ya pikipiki ya miguu miwili, mitatu na guta. Taarifa ya Sharifa Mdeme inasomwa hapa na Mwajab Shafi. Serikali imewasilisha bungeni bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025-2026 shilingi trilioni 56.49 na kupendekeza kufanya marekebisho katika sheria mbalimbali ili kufuta, kuongeza na kuweka kodi mbalimbali kwa lengo la kuongeza wigo wa ukusanyaji wa mapato na kugharamia bajeti hiyo kwa vyanzo ambavyo haviumizi wananchi. Waziri wa Fedha Mwigulu Nchemba akisoma bajeti hiyo ikiwa ni bajeti ya mwisho katika kipindi cha miaka mitano ya uchaguzi, amesema mapendekezo hayo yanalenga kuongeza na kuimarisha ukusanyaji wa mapato utakaogharamia bajeti ya serikali. Katika mapendekezo ya vyanzo vipya vya serikali, imeweka tozo kwenye vilevi ili 70% ya mapato yatakayoongezeka ipelekwe kwenye mfuko wa udhamini wa kudhibiti ukimwi ATF na 30% ipelekwe kwenye mfuko wa taifa wa bima ya afya kwa wote. Pendekeza 70% ya mapato yatakayoongezeka ipelekwe kwenye mfuko wa udhamini wa kudhibiti ukimwi na 30% ipelekwe kwenye mfuko wa taifa wa bima ya afya kwa wote. Marekebisho hayo ni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kufanya marekebisho sheria ya ushuru wa bidhaa sura namba 147 ili kuongeza ushuru wa bidhaa kwenye vinywaji vya vilevi vinavyozalishwa na vinavyoingizwa kutoka nje ya nchi kama ifuatavyo: shilingi 20 kwa bia zinazotambulika kwa heading 2203, shilingi 30 kwa mvinyo unaotambuliwa kwa heading 2204, 2205 na 2206, shilingi 50 kwa spirits za vinywaji. Pia serikali imeeleza kuimarika kwa makusanyo ya mapato ya ndani kila mwaka kutoka wastani wa shilingi trilioni 1.72 kwa mwezi mwaka 2021-22 hadi kufikia wastani wa shilingi trilioni 2.83 kwa mwezi kwa mwaka 2024-25, ikiwa ni pamoja na mapato ya bandari. Katika mwaka 24-25 serikali imeendelea kuwezesha bandari zetu hapa nchini ziweze kutoa huduma kwa tija na ufanisi. Mheshimiwa Spika, mafanikio ambayo yameshapatikana ni pamoja na kuongeza mapato ya kodi ya forodha, ambapo katika kipindi cha Julai 2024 hadi Februari 2025 jumla ya shilingi trilioni 8.26 zimekusanywa, ikiwa ni sawa na ongezeko la trilioni 1.18 ikilinganishwa na shilingi trilioni 7.08 zilizokusanywa kipindi kama hicho kwa mwaka 23-24. Katika hatua nyingine, serikali imewasilisha bungeni hali ya uchumi na mpango wa taifa wa maendeleo wa mwaka 2025-26 wenye vipaumbele vitano ambavyo mafanikio yake yatajengwa na nguzo 10 zilizowekwa, ikiwemo kuendelea kudumisha utawala bora na utawala wa sheria nchini. Serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi itaweka mkazo katika maeneo ya kielelezo yenye manufaa na matokeo makubwa na kujielekeza katika kutekeleza vipaumbele vitano vifuatavyo. Mosi, kuchochea uchumi shindani na shirikishi, kuimarisha uwezo wa uzalishaji wa bidhaa viwandani na kutoa huduma, kukuza uwekezaji na biashara, kuchochea maendeleo ya watu na kuendeleza rasilimali watu. Makadirio ya matumizi ya serikali kwa mwaka 2025-2026 shilingi trilioni 56.49. Matumizi yake ni pamoja na ununuzi wa bidhaa na huduma shilingi trilioni 5.58, malipo ya riba za mikopo shilingi trilioni 6.49, shilingi trilioni 7.27 kugharamikia malipo ya mitaji kwa deni la ndani na nje. Rada sasa inatua Zanzibar. Makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman Masoud Othman amesema kwamba maadhimisho ya siku ya kukomesha biashara utumwa Zanzibar ni muhimu katika kuendeleza umoja wa maridhiano na upatanishi ndani ya jamii hapa nchini. Asante sana Glory Kini, tujuze.
Makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman Masoud Othman ameyasema hayo kwa niaba ya rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi huko kanisa la Anglikana Mkunazini mjini Zanzibar alipomwakilisha katika kilele cha maadhimisho ya siku ya kukomesha biashara ya watumwa Zanzibar. Dr. Othman amesema kwamba maadhimisho hayo yanatoa fursa za kuwepo midahalo muhimu ya kitaaluma, tafiti na maelewano na kuweza kuchukua hatua za pamoja za kuhakikisha maeneo muhimu ya kihistoria ya Zanzibar yanatunzwa, kuendelezwa na kuwa sehemu ya vivutio vya watalii na urithi wa nchi. Maadhimisho haya ni muhimu hususan katika kuendeleza umoja, maridhiano na upatanishi katika jamii yetu. Maadhimisho haya yanatoa fursa za midahalo, taaluma, tafiti na maelewano na kuchukua hatua za pamoja za kuhakikisha maeneo muhimu ya historia yetu yanatunzwa, kuendelezwa na kuwa sehemu ya vivutio vya utalii na urithi wetu. Kwa upande mwingine, Othman amesema pia serikali inashughulikia suala la kuandika historia ya mchango wa mashirika ya kidini na uhusiano wake na serikali na kulitaka kanisa la Anglikana Tanzania kuandika historia hiyo kwa ushirikiano na madhehebu mengine ya Wakristo pamoja na Waislamu na jumuiya zake. Kuhusu suala la kuandika historia ya mchango wa mashirika ya kidini na uhusiano wake na serikali, nimeliafiki suala hili na nakuombeni kanisa Anglikana Tanzania kuandika historia hii kwa ushirikiano na Wakristo wa madhehebu mengine pamoja na Waislamu na jumuiya zake. Azma na malengo ya kuweza kufanikisha shughuli yetu hii, moja ni kuweza ku-raise awareness kuhusu biashara haramu hii ya utumwa na kuhakikisha kwamba historia haijirejei. Lakini ya pili ni kuweza kuiweka Zanzibar kama kitovu sasa cha kuitangaza kama sehemu ya historia yetu. Tumulike mkoa wa Morogoro. Watu 9 wamefariki na wengine 44 wamejeruhiwa katika ajali iliyotokea majira ya alfajiri hii leo Lugomo, wilaya ya Mvomero, mkoani Morogoro, barabara kuu ya Morogoro Iringa, baada tu ya gari aina ya Scania lenye nambari ya usajili T406 CZS lenye tela nambari T804 BUB kugongana na basi la abiria High Express lenye usajili wa namba T523 EKM ikitokea Mbeya kuelekea Dar es Salaam. Huyu hapa ni Damal Magai anatujuza undani wa taarifa hii. Ajali hii ambayo imehusisha gari lililobeba shehena ya sukari na basi la abiria lililokuwa likitokea jijini Mbeya kuelekea Dar es Salaam na kusababisha watu 9 kufariki papo hapo, watu 44 wakijeruhiwa katika ajali hiyo, wakiwamo watu wazima 37 na watoto 7. Afisa mahusiano hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro Scholastica Ndunga akizungumza kwa niaba ya mganga mfawidhi wa hospitali hiyo amethibitisha kupokea miili ya watu waliofariki na majeruhi wa ajali hiyo, huku miili ya watu 4 tayari imekwisha tambulika. Hospitali tumeweza kupokea majeruhi wapatao 44. Kati ya hao watu wazima ni 37 na watoto ni 7. Kwa upande wa wao watu wazima, wanaume ni 19, wanawake ni 18. Kati ya hizo maiti ambazo jumla ni 9, zimetambulika 4. Simon Sadiki Mbwambo na Mpokea Swile ni miongoni mwa majeruhi wa ajali hiyo. Wanasema chanzo cha ajali ni mwendo kasi wa magari hayo, huku mwenyekiti wa kijiji cha Melela Kibaoni Evaristi Mkude amesema kumekuwa na matukio ya ajali ya mara kwa mara katika eneo hilo. Kwa kweli ni ajali ilikuwa mbaya sana. Kwa hiyo bahati nzuri kwa sababu wengi tulikuwa tumefunga mikanda, hatukuumia kivile kwa wale ambao wamefunga mikanda. Chanzo cha ajali ilikuwa ni mwendo kasi na dereva wa basi ku overtake. Yaani kwa na overtake huku magari mengine yanakuja. Yuko speed, gari letu sisi liko speed, mpaka sasa sijapata taarifa kama babangu yuko wapi na hali gani, ila ninachokumbuka ninavotoka aliniomba msaada nimsaidie ni kwamba nifungue mlango atoke. Hii eneo ni hatarishi kubwa sana yani. Kwa sababu hapa kila msimu, kila mwaka hapa tukio lazima litokee. Hii ni kona kali sana na kona inazungumziwa sana, ina watu wengi na madriver wengi, yani inazungumziwa sana hii kona. Hapa kama kuna uwezekano hii barabara maana ingetanuliwa ziwe njia 3. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Alex Mkama
amesema jeshi hilo linamtafuta dereva wa gari la mizigo ambalo limehusika katika ajali hiyo, ambapo uchunguzi wa awali umebaini kuwa dereva huyo alishindwa kudhibiti gari lake na kupoteza mwelekeo, akitoa wito pia kwa madereva kuzingatia na kufuata sheria za usalama barabarani. Na wananchi yeyote ambaye anamfahamu dereva huyu, tumemfahamu kwa jina moja la Abdalla, lakini tunaendelea kupeleleza ili tuweze kujua sehemu alipo, basi atoe taarifa kwenye kituo chochote cha karibu cha jeshi la polisi ili tuweze kuchukua hatua dhidi yake. Kutoka Morogoro, Damali Magai, Clouds habari. Tumerudi Dar es Salaam. Watu wawili wa familia moja ambao ni mke na mume, Ali Ahmed Ngaboli na mke wake Ana Amer Juma, hawa ni wafanyabiashara wakazi wa Banyoko wa Tabata jijini Dar es Salaam, wameuawa usiku wa kuamkia leo tarehe 12 wakiwa nyumbani kwao kwenye chumba cha kulala. Kachero wetu Juma Mohamed amepewa kibali kutujuza undani wa taarifa hii. Ni tukio tata lilopelekea huzuni na simanzi kwa wanafamilia na wakazi wa mtaa wa JK Bonyokwa Tabata baada ya wafanya biashara Ali Ahmad Ngaboli na mkewe Ana Amiri Juma wanaodaiwa kuuawa wakiwa nyumbani kwao. Mariam Saidi ni binti wakazi wa familia hiyo ambaye anaeleza alivyoshuhudia miili ya marehemu hao mapema leo asubuhi akiwa kwenye jukumu la usafi. Tumakuta tu dada amefungwa kitambaa huko, usoni humo amefungwa kitambaa. Kwanza mimi sikuangalia kama nimemwangalia. Fika tu pale amelala, sikusema kwamba angalia. Mtu amefunga tu kitambaa huko, basi na kaka naye kala. Hivyo tu tukaondoka zetu tukaja hapa kukanja, tukaenda kuita majirani. Athman Ali Ngaboli ni ndugu wa marehemu Ali Ngaboli. Anaeleza namna alivyoikuta miili ya marehemu baada ya kufika nyumbani hapo majira ya saa 3 asubuhi. Blaza na mkeo walikuwa wameumizwa na vitu vyenye ncha kali. Blaza alikuwa maeneo ya kwenye moyo hapa. Ila shemeji alikuwa amechomwa kila sehemu ya mwili. Pande wa dirishani wanalolala ndio walikuwa wamevunja. Ni kitu gani kilichofanyika mpaka watu waingia ndani mpaka kwenda kuwaua watu? Hatuelewi. Kwanza wametusababishia sana kuacha watoto wadogo ambao ndio watalelewa na nani, ndio watalelewa, lakini bado mapenzi ya mama na baba walikuwa nayo. Tunasikitika sana. Mwenyekiti wa mtaa wa Bonyokwa Mali ya Tabu amekiri kutokea kwa tukio hilo mtaani kwake, akieleza mazingira yalivyokuwa baada ya tukio hilo. Milango haijakuwa imevunjwa, dirisha kwa upande wa nyuma kuna eneo ambalo limeonyesha hivyo, lakini kuna eneo kubwa kidogo. Ndio maana nasema kwa sababu uchunguzi unaendelea, sipendi kuingia sana huko, manake bado kuna maeneo yana utata kwenye tukio lenyewe. Alikuwa ni mtu wa watu kaka. Alikuwa ni mtu wa watu kabisa, niwaambie yani. Alikuwa mwanasiasa au anajihusisha na harakati? Hapana, alikuwa ni Mkristo na ni mwananchi wa kawaida. Kama ni mambo ya chama ni yeye na nafsi yake. Huwezi kujua mambo ya mtu. Lakini kwa nje kwa wazi alikuwa ni mwanajumuiya, ni Mkatoliki. Kamanda wa Jeshi la Polisi Kanda Maalum Dar es Salaam Muliro Jumanne amesema uchunguzi wa tukio hilo bado unaendelea. Mili hii imekutwa ndani ya chumba chao cha kulala huku ikiwa na majeraha. Uchunguzi wa kina juu ya tukio hili la kuhuzunisha unaendelea ili kujua na kubaini kwa kina chanzo halisi cha vifo hivyo vya wana familia. Mimi naitwa Juma Mohamed na hii ni Clouds. Asante Juma. Tukiangazia tena Dar es Salaam, benki ya biashara ya DCB imesema kwamba itaendelea kufanya jitihada tofauti katika kusaidia afya wa Tanzania, kiwemo wale wenye uhitaji wa damu, kwani licha ya benki yao kujishughulisha na utoaji wa huduma ya kifedha, pia wanabeba jukumu la kuhakikisha kwamba jamii inakuwa yenye afya njema. Nura Mohamed, tunakushukuru sana, tujuze. Kila mwaka mchango wa damu una jukumu muhimu katika kuokoa maisha na kusaidia afya ya watu wengi, ikiwemo kuboresha maisha ya wagonjwa. Mchango wako unaweza kuwa tegemeo kwa waathirika wa ajali, wagonjwa waliofanyiwa upasuaji, watu wanaoendelea na matibabu na mengine mengi. Akizungumza katika zoezi la kujitolea damu kama sehemu ya maadhimisho ya siku ya utoaji damu duniani, mkurugenzi mtendaji wa DCB Sabasaba Mushingi amesema yeye pamoja na baadhi ya wafanyakazi wenzake wameamua kujitolea damu ili kusaidia kuokoa maisha ya Watanzania wenye uhitaji wa damu na mahitaji mengine ya kibinadamu. Amesema licha ya benki yao kujishughulisha na utoaji wa huduma za kifedha, lakini imebeba jukumu muhimu kuhakikisha watu wanaohitaji damu salama hospitalini
wanazipata bila kuwa na haja ya kusubiri waje kujitolea. Sisi benki ya biashara ya DCB tunaamini katika kushirikiana na partners wetu kusapoti afya za Watanzania. From time to time wanakuwa na dimandi ya kupata ya kuhitaji dawa. Akizungumza katika hafla hiyo, mkuu wa kitengo cha maabara katika hospitali ya Aga Khan ambapo utafanyika, Dr. Caroline Ngimba ametoa hamasa kwa Watanzania wote kuwa na moyo na utambulisho damu bila kusubiri siku rasmi za kitaifa ama kimataifa. Kama afya yako inakuruhusu, kila baada ya miezi mitatu unaweza ukachangia tena. Kwa hiyo tunaomba bia hii ya kuchangia damu iwe kitu endelevu, kwa sababu hakuna kiwanda ambacho kinatengeneza damu. Inayopewa kwa mwanadamu inatoka kwa mwanadamu. Naye mtaalamu wa utoaji damu kutoka mpango wa usalama Peter Chami ameziomba taasisi zingine kuunga mkono juhudi za uchangiaji damu kwa maisha ya Watanzania wenye uhitaji wa damu. Tunatakiwa aidha, ili tuweze kupata damu za kutosha, aidha labda kwa siku tunatakiwa tupate uniti 200 kila siku. Ndio hapo kidogo, kwa sababu hospitali zetu zinahitaji huduma ya damu kwa wingi sana. Kwingineko kwa kiteknolojia yanayoendelea kushuhudiwa ulimwenguni, wadau mbalimbali ikiwemo sekta binafsi wanaendeleza jitihada za kurahisisha upatikanaji huduma muhimu za jamii kwa njia ya kidijitali. Kila Mtanzania aweze kunufaika na ukuaji wa teknolojia. Pili Makana amepewa kibali, tujuze zaidi. Sekta ya elimu, afya na usafirishaji ni mwa maeneo ambayo kizazi janja kinaweza kufurahia upatikanaji wa huduma zake kirahisi katika ulimwengu wa teknolojia, iwapo kutakuwa na mifumo wezeshi ya kuunganisha na kuhakikisha upatikanaji wa huduma digitali. Kwa kulitambua hilo, kampuni ya mawasiliano ya Airtel Tanzania kupitia Airtel Money kuja na utoaji wa huduma kwa kadi ya malipo ya kidigitali ya Airtel Money Global Pay itakayowezesha bidhaa au huduma kwenye majukwaa ya kimataifa ikiwemo masoko na manunuzi. Huduma hii ni suluhisho halisi kwa changamoto ya malipo ya kimataifa. Itawezesha wateja wetu wanaotumia Airtel Money ikiwemo wanafunzi, wafanya na wakati, wafanyakazi kwa kutumia tu simu ya mkononi, ikiwa wenye application ya Airtel Money My Airtel app. Lakini je, ni yapi Tanzania kutokana na ujio wa huduma hiyo katika shughuli zao za kila siku? Wafanyabiashara ni watu ambao wanahusisha zaidi kwenye malipo ya online. Wanataka kulipia matangazo, wanataka kulipia hizo blue tick, wanataka Amazon kwa ajili ya kujifunza. Kwa hiyo mimi kadi hii ninaichukulia kama ni kitu ambacho kitaenda kuwasaidia wafanyabiashara kabisa kwenye harakati zao za kujitangaza kupitia mitandao ya kijamii. Pia mimi ni miongoni mwa mnufaikaji namba 1, kwani nimekuwa nikitumia kadi hizi ili kuweza kufanya transaction za mitandao, kulipia baadhi ya products za kidigitali, na hapa ninaongelea matangazo, kulipia matangazo kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook au Instagram. Asante sana kwa taarifa hiyo. Rafiki yako mwewe pia nalo jambo ambalo ameliona, ameona jambo gani? Karibu tuungane na Jicho la Mwewe. Asante. Haya sasa, mlipe kodi, bajeti mmeisikia. Mwewe anatoa rai kwenu wananchi wa JMT kwa sababu jana Mwewe alionyesha barabara hii ya Ubungo nyuma ya Ubungo Plaza kuwa mbovu kabisa, yani ilikuwa inasikitisha. Akasema kuna la ziada au kuna la zaidi, angependa kutoa dukuduku lake. Sasa hilo dukuduku lipo hapa kwenye hivi vipita shoto vya barabara hii, kwa sababu ni kodi zenu zimetumika kujengea. Hivi mnashindwaje kuvitunza vipita shoto hivi? Kweli jamani, yani vipita shoto hivi vinaonekana havijawahi kufanyiwa usafi tokea vimejengwa. Si unaviona mwenyewe? Unaviona, msijesema Mwewe anapiga bla bla tu, yani maneno matupu. Sasa ndugu wahusika, nani anahusika na vipita shoto hivi? Tumfahamu kama vipi, tumuite kwa majina yake matatu mpaka la ukoo, ili afahamu anachokifanya ni kuhujumu miundombinu iliyotumia mapesa mengi sana kodi za wananchi kujengea. Inakuwaje anachekelea tu kuona vinateketea pasipo uangalizi makini?
Mwewe anawasihi wahusika, kama ni manispaa ya Ubungo au ni serikali ya mtaa au ni wakazi wa eneo hili nyuma ya shule ya msingi National Housing, mfanyie usafi vipita shoto hivi. Tofauti na hilo, Mwewe atahesabia kama ni hujuma, kama hujuma zingine tu zinazofanywa na watu wengine. Kwa leo anaondoka, ila atarudi kupitia tu ili kuona mabadiliko. Kwa sasa anaachia mbawa zake huyu, kesho nayo ni siku.